Hii ni Kakwale TV. Mtazamaji wa Kakwale TV, na hapa niko na mmoja kati ya wakazi wa maeneo haya, na yeye pia anatamani kutuambia vile anavyoifahamu Sumbawanga ya miaka iliyokwisha kupita na miaka hii, lakini pia anataka kutuambia ni fursa zipi za uwekezaji ambazo zinapatikana mkoa wa Rukwa, hususan ni wilaya ya Sumbawanga, kwa wewe ambaye unatutazama kutoka mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali kama Kenya, Burundi, Kongo, Marawi na nchi kadhalika na hususan Tanzania. Habari yako mkuu? Salama kabisa. Pole na majukumu. Asante sana. Labda kwa haraka utatuambia majina yako, lakini pia utatuambia uzoefu wako katika mji wa Sumbawanga ni upi, unaitofautisha vipi Sumbawanga, lakini pia ni nini ambacho mtu akija Sumbawanga anaweza akakipata cha tofauti na maeneo mengine. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Leonard Dominic Kiaya. Mimi ni mzaliwa wa mkoa huu. Nimekulia hapa. Hata shule hizi za msingi na sekondari tumezisomea mkoa huu. Kwa hiyo ni mkoa ninaofahamu vizuri. Na ninachoweza kukisema kwa kifupi tu ni kwamba utofauti kati ya kipindi hicho cha nyuma na sasa, of course mabadiliko kwa sehemu yapo, lakini si kama ambavyo watu wengi walitarajia. Lakini pia niseme fursa ni nyingi sana katika mkoa wetu. Kwanza kabisa tuna maziwa mawili katika mkoa huu. Tuna ziwa Tanganyika, lakini pia tuna ziwa Rukwa. Maziwa yote haya mawili hayajafanyiwa uwekezaji wowote wa msingi. Kwa maana hatuna makampuni yoyote ya uvuvi katika ziwa Tanganyika wala hata katika ziwa Rukwa. Lakini pia Mungu ametupa bahati, mkoa wetu una ardhi ya kutosha na ardhi iliyobarikiwa. Bado uwekezaji wake ni hafifu. Hatuna wakulima wakubwa. Nasikia waliopo hapa ni hawazidi 2-3 katika mkoa mzima. Lakini tuna akiba na reserve za kutosha za ardhi hii. Lakini jambo jingine la pekee, katika maeneo yetu ya maziwa haya kuna maeneo yapo ya kutosha ya kufanya watu kuwekeza katika swala zima la kulima samaki, kwa maana ya kutengeneza ile mabwawa ya kufugia samaki. Uwekezaji huo haujafanyika hata kwa kiasi kidogo tu cha robo, hamna. Kwa maana hiyo nataka kuniambia kwamba Sumbawanga ina maeneo mengi ya kuwekeza, lakini sababu ya hayo maeneo hayaendelei ni watu kutokuwa na mwitikio mzuri wa kuyafikia hivyo vitu. Na ndio uhalisia huo, kwamba sijui niseme watu hawana hiyo elimu ya kufikiria uwekezaji zaidi. Unajua watu wengi wakija hapa wanajua biashara za duka, wanajua biashara za kuuza labda duka la nguo, mahitaji ya majumbani na vitu vingine vichache. Wapo wanaofuga kidogo, wanalima, lakini si kwa maana ya kuwekeza tunapoongelea maana ya kuwekeza. Lakini kitu kingine ambacho nilitaka kukisema kikubwa zaidi ni kwamba hata katika swala zima la uwekezaji wa elimu, fursa hii ipo. Sisi Wafipa ni watu wakarimu sana kwa nature yetu. Ni watu mtu akija hapa tunamkarimu, tunawapokea vizuri. Lakini pia sisi tuna uwezo wa kutengeneza familia ambazo zitahitaji zipate watu waliowekeza katika kitengo cha afya, wawekeze katika kitengo cha elimu. Labda sasa wito wako kwa serikali ni upi katika swala zima la uwekezaji wa yale ulioyazungumza kwenye mji wetu wa Sumbawanga? Wito wangu mkubwa kwa serikali ni huu. Serikali saizi imebahatika kuzalisha vijana wengi wamesoma, wamekwenda shule. Automatically serikali haina uwezo wa kutoa ajira kwa vijana wote. Serikali haina hiyo nafasi. Isipokuwa serikali nafasi ilionayo ni kutengeneza miundombinu ya kufanya vijana hawa waende wakajiajiri. Mfano, inapotoa fursa kutafuta wawekezaji katika mkoa wetu wa Rukwa, labda waje wawekeze katika viwanda, katika kilimo, viwanda katika uvuvi, lakini pia kuweka makampuni ya kuchimba madini. Hapa tuna madini mengi sana. Tuna emerald, tuna amethyst, tuna zircon, tuna cobalt, tuna makaa ya mawe,
tuna chokaa, tuna madini aina mbalimbali nyingi tu za kutosha. Kwa hiyo ni wakati wa serikali kutafuta wawekezaji kuja kuwekeza hapa. Kitendo cha wawekezaji kuja hapa, tukawa na makampuni mawili matatu, tayari automatically tutazalisha vijana waliokwenda shule na wasiokwenda shule kwenda kupata ajira katika makampuni mbalimbali. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali ione namna ya kufungua mkoa wetu. Asante sana. Asante, nashukuru. Nashukuru sana. Naam, hayo yalikuwa ni baadhi ya maoni ya wakazi wa mji huu wakizungumza namna wanavyoelewa Sumbawanga, lakini pia wanavyovutiwa na uwekezaji mkubwa ambao unatakiwa kufanyika katika mji huu wa Sumbawanga. Na tunaendelea kuzungumza na baadhi ya watu, tumebakisha watu wachache ili tuweze kukusanya maoni ya watu wengi, watuambie vile ambavyo wanaifahamu Sumbawanga. Mimi naitwa Imasanga na nika Kwale TV na ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele usikose.